Mtazamaji, asante kwa kuichagua EA TV, na sasa karibu katika Hot Mix, habari pamoja na mjadala usiku huu. Jina langu ni Elikunda Matero ambaye nitakuletea habari za kitaifa, habari za biashara na uchumi, habari za michezo na burudani. Tutakuwa naye Juma Idi, bila kumsahau Samson Chaz ambaye atakuja katika mjadala wa siku hii ya leo. Karibu sasa tukuhabarishe. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa Angela Kairuki ametoa onyo kwa baadhi ya watumishi wa umma wanaosambaza taarifa za serikali katika mitandao ya kijamii kuwa ni kinyume cha taratibu za umma. Mwanahabari wetu Lois Joseph anayo taarifa zaidi. Mheshimiwa Angela Kairuki ametoa onyo hilo wakati akizungumza na watumishi wa halmashauri ya manispaa ya Ubungo na kuwataka watumishi hao kuhifadhi taarifa yoyote ya serikali inayowafikia, kwa nini nyaraka muhimu za serikali. Mheshimiwa Kairuki amebainisha kuwa wapo baadhi ya watumishi watachukuliwa hatua za kisheria kwa makosa ya kuchapisha na kusambaza taarifa za serikali kwenye mitandao bila ridhaa kutoka serikalini. Lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na taarifa sahihi katika nchi yetu za watumishi wetu wa umma, lakini pia kuhakikisha kwamba tunadhibiti watumishi hewa, kudhibiti udanganyifu wa taarifa mbalimbali zinazomhusu mtumishi, lakini pia lengo letu kubwa kabisa na adhma ya muda mrefu ni kuunganisha mifumo yetu mbalimbali ya kimkakati ya tehama katika serikali ili iweze kuzungumza, iweze kuwasiliana au iweze kubadilishana taarifa. Tutakapofikia huko mifumo yote imekamilika, wala hamtasumbuliwa hata siku moja kuitwa physically. Mambo yote tutayamaliza kupitia mfumo. Kwa hiyo tuwaombe sana muendelee kuwa wavumilivu, lakini tunawashukuru kwa ushirikiano ambao mmeutoa hadi sasa. Naye afisa utumishi kutoka manispaa ya Ubungo Bwana Joseph Alute amesema changamoto kubwa iliyopo kwa sasa katika manispaa hiyo ni upungufu wa watumishi zaidi ya 400 katika sekta ya afya, ujenzi, mipango miji, biashara na wataalamu wa masomo ya sayansi ambao wanahitajika haraka. Taarifa za watumishi wenye vyeti feki. Halmashauri ya manispaa ya Ubungo iliendesha zoezi la uhakiki wa vyeti vya watumishi kwa kushirikiana na baraza la mitihani. Matokeo ya uhakiki wa vyeti vya watumishi yalionyesha kuwa halmashauri ya manispaa ya Ubungo ilikuwa na watumishi wenye vyeti vya kughushi wapatao 151, wenye vyeti venye utata 32, wenye vyeti upungufu yani incomplete walikuwa 102. Katika uboreshaji wa Naibu Waziri Ofisi ya Rais, Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mheshimiwa Luhaga Mpina ametoa muda mmoja kwa halmashauri. Akizungumza mara baada ya kumaliza ziara yake katika mto Nyakasongwe, Boko jijini Dar es Salaam, ambapo kuna baadhi ya nyumba ziko hatarini kubomoka kutokana na maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na uchimbaji holela wa mchanga, Mheshimiwa Mpina ametoa agizo kali kwa wanaochimba michanga katika eneo hilo pamoja na kutaka manispaa zote kutenga maeneo ya uchimbaji mchanga. Mheshimiwa Mpina amesema alikwisha toa agizo la kusafishwa kwa mitaro, mito na mifereji, lakini hadi sasa hakuna halmashauri zilizokwisha ondoa takataka. Hivyo anatoa tena agizo hilo kwa mara ya mwisho na kwamba watakao kaidi watachukuliwa hatua za kisheria. Nilikwisha kutoa maelekezo kwa halmashauri zote, manispaa na jiji katika jiji la Dar es Salaam, kwanza kuhakikisha kwamba wanasimamia mito hii isichafuliwe, wanasimamia mito na wanasimamia bahari, watu wasitupe taka ovyo. Na nikatoa maelekezo ya kwamba halmashauri zote, manispaa pamoja na jiji kufanyia usafi mito yote katika jiji la Dar es Salaam ambayo tayari imekwisha kumwagiwa taka za aina mbalimbali, kuifanyia usafi na kuziondosha taka hizo ili mito hiyo iwe safi. Kwa upande wake, diwani wa kata ya Bunju na baadhi ya wananchi katika mtaa huo wameomba serikali kuweza kujenga kingo zitakazodhibiti maji na mmomonyoko wa ardhi ili kuokoa nyumba zao na makazi yao. Kila mvua inaponyesha, mvua inakuja na mchanga. Na mchanga unapokuwa umebakia vile vile, wananchi maji yanasambaa kwa wananchi, maji yanaingia mpaka ndani, na nilitembelea wakati fulani hivi kipindi cha mvua zilizokwisha, maji yaliingia mpaka kwenye vitanda, yamefika mpaka kwenye madirisha. Kwa kweli hali ni mbaya sana. Lakini midhali siku ya leo uongozi umefika hapa, wataalamu wamekuja hapa, watatoa mwongozo ambao ni mzuri wa kuweza kupata hitimisho wa tatizo hili. Tunafanya taratibu wa kuweza kuweka miti au kupanda sio ukoka na nini, baada mvua ikinyesha sana inaondoa. Hasa kwa sababu mwaka huu hawakuonekana kuja kuchimba,
after 3 or 4 years kutakuwa na nafuu fulani kwa wale, kwa sababu kutakuwa na kuanguka tena. Watu mbalimbali wakiwemo viongozi walio madarakani na waliostaafu wameendelea kufika nyumbani kwa Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Dr. Harrison Mwakembe kutoa pole na kumfariji kufuatia kifo cha mkewe Lina Mwakembe kilichotokea jana jijini Dar es Salaam. Miriam Makala anayo taarifa hii zaidi. Miongoni mwa waliofika leo nyumbani kwa Dr. Mwakembe Kunduchi jijini Dar es Salaam ni pamoja na Rais mstaafu wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, ambaye licha ya kutoa pole amesema atamkumbuka marehemu Lina kwa uchapakazi wake pamoja na ushirikiano wake na watu wengine. Msiba wetu sote, tunaelewa majonzi yake, tunaelewa uchungu aliokuwa nao yeye na familia, lakini kifo kimeumbwa na Mwenyezi Mungu. Kinapotokea sote ni kumshukuru tu Mwenyezi Mungu, kumshukuru kwa muda ambaye Mwenyezi Mungu alimpa Harrison na mkewe kuishi mpaka wamepata watoto. Na sasa mwenzake ametangulia, sisi wote tujiungane naye na Harrison kwanza kumwombea mama yetu, Mwenyezi Mungu amjalie kumlaza mahali pema peponi, lakini yeye Harrison na familia yake wapate tu moyo wa subira na uvumilivu katika kipindi hiki. Viongozi wengine ambao wamefika leo ni pamoja na Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Hussein Mwinyi, Naibu Waziri wa Fedha na Mipango Dr. Ashatu Kijaji, Mkurugenzi wa Mashtaka Biswalo Mganga, Spika wa Bunge mstaafu Mheshimiwa Anne Makinda, Mwenyekiti mstaafu wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi Jaji mstaafu Damian Lubuva. Pia salamu za pole kwa Dr. Mwakembe kutoka kwa mwenyekiti mtendaji wa IPP Dr. Reginald Mengi ziliwasilishwa kwa niaba yake na mkurugenzi mtendaji wa ITV Radio 1 Bi Joyce Mhavile pamoja na mkurugenzi wa masoko ITV Radio 1 Bi Joyce Luhanga. Akiongea kuhusiana na mmoja wa wajumbe wa kamati ya maandalizi ya msiba Andrew Magombala amesema kesho saa 3 wataupokea mwili wa marehemu nyumbani na saa 4 wataelekea kanisani kwa ajili ya ibada ya kuaga mwili wa marehemu Lina Mwakembe katika kanisa la KKT Kunduchi jijini Dar es Salaam. Leo tunaendelea na shughuli za kawaida za kuomboleza hapa nyumbani, tukipokea wageni na waombolezaji mbalimbali. Kesho tarehe 18 tunatarajia kufanya shughuli ya kuaga. Tutaanza hapa nyumbani saa 3 kupokea mwili, saa 4 tutaelekea kanisani na baadaye saa 7 tutakuwa tunaelekea airport. Saa 9 tutakuwa tunasafiri kuelekea Kyela ambapo ndio marehemu atazikwa siku ya Jumatano. Tunawapa pole wafiwa wote. Serikali mkoani Dodoma kupitia kamati ya ulinzi na usalama imetaka jamii kushirikiana na serikali kufufua vikundi vya polisi jamii katika maeneo yao ili kuimarisha ulinzi na usalama na kukomesha vitendo vya uhalifu. Miriam Makala anayo taarifa hii zaidi. Kauli hiyo imetolewa na mkuu wa mkoa wa Dodoma Bwana Jordan Rugimbana, ambapo amesema kumekuwepo na vitendo vya uhalifu, uvunjifu wa amani, uporaji na unyang'anyi wa pikipiki katika baadhi ya maeneo, hivyo wamejipanga kuimarisha ulinzi na usalama kupitia vikundi vya polisi jamii. Amesema kuwa polisi jamii au vikundi vya ulinzi shirikishi vimekuwa ni nguzo muhimu katika kuimarisha ulinzi na usalama katika maeneo ya makazi ya watu na kuwa serikali inaona ipo haja sasa ya kuongeza nguvu katika vikundi hivyo ili kuondokana na uhalifu. Kwa upande wake, kamanda wa jeshi la polisi mkoani Dodoma Lazaro Mambo sasa amevitaka vikundi vya ulinzi shirikishi kutumia vyema mafunzo wanayoyapata katika kuimarisha ulinzi na usalama na wasitumie katika kufanya vitendo vya kiuhalifu. Baadhi ya wakazi mjini Dodoma ambao kwa hiari yao wamekuwa wakijiunga na vikundi vya ulinzi shirikishi wamesema kupitia ulinzi shirikishi umewawezesha kupunguza vitendo vya uhalifu na uvunjifu wa amani. Dodoma sio pahala pao pa kuja kujifunza umaarufu wala sio mahala pao pa kuja kujifunza uhalifu. Lakini tutaweza kuwashinda hawa kama tukiweza kutimiza wajibu wetu kwa kufufua majukumu ya polisi jamii kama ambavyo Dodoma mjini wameanza, na hasa pia wenye viti wetu kuhakikisha sasa kamati za ulinzi na usalama nazo zinatimiza wajibu wake. Mafunzo tunayowapa haya ni kwa ajili ya kuimarisha masuala ya ulinzi na usalama. Tusije tukageuka kama vijana baadhi ya bodaboda, mchana anafanya kazi ya bodaboda, usiku wanakuwa mikoba ya kina mama. Tukifanya hivyo tutapoteza maana na uhalali wa kuendelea kuthaminiwa na mgeni rasmi, lakini na wazee wote mnaoona hapa mbele. Huu ulinzi shirikishi nadhani unatupunguzia sana
hasa vibaka, pia na makundi vijana ambao walikuwa wamejiunga sana na makundi ya uhalifu bangi. Kwa hiyo tumejipanga kila njia na tunashukuru Mwenyezi Mungu leo tumebahatika kujulikana watu ambao tunaweza kudhibiti mitaani na sehemu mbalimbali zingine tukishirikiana na wenyekiti. Mtazamaji, taarifa hiyo kutoka mkoani Dodoma inahitimisha habari za kitaifa. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Lakini sasa tukujuze kupitia Je, wajua? Je, wajua? Wilaya ya Chato mkoani Geita ina vijiji 115 vyenye wazee zaidi ya 18,000 ikiwa ni sawa na 5% ya wazee wote nchini. Je, wajua? Na mtazamaji, karibu sasa katika habari za biashara na uchumi. Taasisi ya sekta binafsi nchini Tanzania TPSF imesema ushirikiano wa kibiashara baina ya China na Tanzania umeshuka katika miaka hivi karibuni na kwamba hali hiyo imeathiri biashara na uwekezaji kati ya nchi hizo mbili. Njonanje Samuel ameandaa taarifa hii inayosomwa na Bazili Mbakile. Mkurugenzi mtendaji wa TPSF Godfrey Simbeye amesema hayo leo ikiwa ni sehemu ya maoni ya sekta binafsi wakati wa mkutano majadiliano ya ngazi ya juu kati ya China na Tanzania, huku mtazamo ukiwa ni ushirikiano katika biashara na uwekezaji. Simbeye ameshauri kuwepo na mawasiliano ya karibu kati ya Rais Dr. John Pombe Magufuli na mwenzake wa China Xi Jinping, kwani wafanyabiashara wa China huwa na imani kubwa ya kwenda kuwekeza katika nchi ambayo kiongozi wao ana mahusiano ya karibu na utawala nchi wanayokwenda kuwekeza. Niwaambie kitu kimoja, ubalozi wa Tanzania China una watu 14 tu, na ambao ni professionals. Ni huyu balozi mwenyewe ambao yuko hapa na watu wawili, sio mtu wa finance na nini. Niwaambie basi Ethiopia wana watu 49. China kila mmoja kwenye eneo lake. Wote wako ubalozi. Hebu angalia how serious they are. Sisi tunafanya nini sasa? Yaani kama tunafanya mchezo. Yaani unaitreat China kama nchi yenyewe nyingine, kama vile kinchi kama unapeleka ubalozi Mozambique hapo. Haiwezekani. Ile nchi ni kubwa, ina nchi na kila kitu. Wenzetu hao Ethiopia sio wajinga kupeleka watu 49 kwenye ubalozi. Wana kila sekta ina mtaalamu wa kutoka Ethiopia ambaye yuko ubalozi wa kule China. Wanaangalia fursa tu. Kila leo fursa ziko hapa. Na ndio maana China na Ethiopia ziko karibu. Jingine ambalo tunadhani sisi ni vizuri tukawa nao karibu. China ndio wanaojenga industrial parks kule Ethiopia. Ndio wametoa hela za kujenga industrial parks. Hapa Tanzania haina hela ya kuipa EPZA hela za kujenga industrial parks. Hawana. Mpaka wanaambia EPZA wakakopa hela. Hawana. Sasa tunahitaji kama sisi hatuna hela na tunataka kukopa kwa ajili ya kujenga industrial parks, basi ni kwamba sisi tuwakumbatia wa China, watakuja na hela yao. Akijibu hoja ya Simbeye, waziri wa fedha na mipango Dr. Philip Mpango amesema ushirikiano wa biashara kati ya Tanzania na China bado ni mzuri na kwamba kinachotakiwa ni kwa sekta binafsi kuchangamkia fursa za kibiashara zinazopatikana katika taifa hilo. Kwa hiyo pana fursa kubwa sana kwa Tanzania kufanya biashara na China, lakini pia kuna fursa kubwa ya uwekezaji, na hususan sasa tunapoendelea na safari yetu ya kujenga uchumi wa viwanda. Kwa kweli mkutano huu ambao umekusanya wataalamu kutoka ndani na nje ya nchi, kutoka China, ndio utatufungua macho kwamba sasa tunajipangaje kama taifa kuweza kuchukua hizo fursa tele ili Tanzania iende. Katika mauzo ya hisa, thamani ya mauzo ya hisa katika soko la hisa la Dar es Salaam DSE imepungua kwa asilimia 36 wiki hii kutoka shilingi bilioni 6 hadi shilingi bilioni 3.9 kama ilivyokuwa wiki iliyoishia Julai 14 mwaka huu. Taarifa ya Njonanje Samuel inasomwa hapa studio na Bazili Mbakile. Takwimu hizo ni kwa mujibu wa taarifa za mwenendo wa biashara katika soko hilo katika kipindi cha wiki moja iliyopita, ambayo hata hivyo idadi ya hisa zilizouzwa na kununuliwa katika kipindi hicho imepanda kwa asilimia 26 kutoka hisa milioni 13.6 hadi hisa milioni 17. Afisa mauzo mwandamizi wa soko hilo Bi Mary Kinabo amesema katika kipindi hicho ukubwa wa mtaji wa kampuni zilizoorodheshwa sokoni hapo umepanda kwa shilingi bilioni 516 kutoka shilingi trilioni 18.7 wiki iliyopita hadi shilingi trilioni 19.2. Viashiria kwa vya soko kwa wiki kwenye sekta ya viwanda na biashara imebaki kama awali kwenye wastani wa shilingi 4809
kwa upande wa viwanda na biashara. Kwa sekta ya huduma za kifedha na kibenki kulikuwa kuna ongezeko la point 17 ambayo imechangiwa na ile ongezeko la CRDB ambayo nimesema la 2.5%. Ila kwenye sekta ya huduma za kibiashara imebaki kama awali kwenye wastani wa shilingi 2467. Pia kwa wiki hii leo tunatangaza tena kuhusu shirika letu la School Investment Challenge ambalo lilifikia mwisho tarehe 30 June, na tarehe 18 Julai ambayo ni kesho kutakuwa kuna tukio la mwisho la shindano ambalo wanafunzi 10 bora ambao walishiriki kwenye shindano wakaongoza kwa kukuza mtaji wao wataingizwa na kushindanishwa kwenye jopo la majaji la kujibu maswali na majibu ili tuweze kupata washindi 3 bora wa shirika letu la School Investment kwa mwaka 2017. Mwisho wa habari za biashara na uchumi. Mtazamaji, tumeze mate, tukirejea ni michezo na burudani. Tafadhali usiende mbali. Mtazamaji wa Hot Mix, karibu sasa katika habari za michezo na burudani. Mimi naitwa Jumaidi. Tuanze na habari za hapa nyumbani. Hatimaye mara baada ya kuibuka sintofahamu katika mpambano wa ngumi za kulipwa katika uzito wa kati baina ya mabondia wa Tanzania Abdallah Pazi maarufu kama Dula Mbabe wa Dar es Salaam na Jacob Maganga kutoka Tanga, sasa mabondia hao wanataraji kurudiana tena mapema mwezi wa 9 mwaka huu. Taarifa zaidi na Malango Crispin Hauli. Uamuzi huo wa kurejea mpambano huo umetokana na juhudi za mratibu wa mpambano huo Doto Texas, ambaye amesema ameamua kuwapambanisha tena mabondia hao kwa mara nyingine ili apatikane bingwa halali bila malalamiko, kama ilivyotokea katika mpambano wa awali uliopigwa juzi katika ukumbi wa uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam na Dula Mbabe kushinda kwa knockout ya raundi ya 6, ushindi ambao ulizua malalamiko makubwa kwa wadau wengi akiwemo pia mpinzani wake Jacob Maganga. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa vile ambavyo tumemaliza pambano lile salama. Maki ujue dua ndio kila kitu. Labda mimi niseme kitu kimoja kwa wapenzi wa ngumi. Jacob Maganga alionyesha kuwa amepigwa, lakini kupigwa kwake yeye akukubaliana nako kutokana na maamuzi ya refa. Refa aliumba kiukweli. Hata mimi kama promoter niliona refa aliumba. Sasa basi nilijaribu kuwafuatilia mmoja mmoja katika kwa wale mabondia baada ya kutoka pale kupigana. Maki ule ulikuwa ubingwa raundi 12 kwa wanacheza. Lakini sasa hivi tutakuja kurudia lile pambano kulingana na jinsi nilivyofanya nao mazungumzo, kwani hata Dula Mbabe amekiri kwamba refa aliumba. Kwa hiyo naye pia yuko tayari kurudia, kwa sababu sio ushindi alikuwa anautarajia. Alikuwa anataka ushindi wa kumaliza raundi 3 mapema ili watu watambue kwamba Dula amefanya nini, si kwa matokeo yale. Matokeo yale hata Dula Mbabe pamoja akapewa ushindi, lakini yeye mwenyewe pia amekiri kuwa si sahihi. Yaani refa aliumba. Nimekaa nao jana wakiwa wote wawili, Jacobo na Bwana Dula. Kwa hiyo wako tayari wamekubaliana ku revenge tarehe 2 mwezi wa 9. Kwa hiyo wadau tunaomba mtume ujumbe hata kwenye mitandao, mnatakaje liwe lisiwepo, nyie ndio tunawasikiliza kwa sababu nyie mmeiona ile kazi na mnataka tuwafanye nini. Na pia lengo letu kubwa mpaka tunataka tumalize ubishi, kwa sababu hatujapata kile ambacho tulikuwa tumekusudia. Nilikuwa nataka mshindi atakapopatikana baada ya hapo tumwandalie pambano kubwa kutoka kucheza na bondia kutoka nje ya nchi. Bondia gani nafikiri nitamtaja baadaye, kwa sababu bado mpaka tumalize kibarua hiki cha kwanza, then tutamtaja bondia gani atakuwa kuja kucheza na wewe bondia atakayepatikana hapo mshindi. Tukiachana na mambo ya masumbu katika soka, sasa kikosi cha washindi watatu katika ligi kuu ya soka Tanzania bara msimu wa 2016-2017 Wanankurukumbi Kagera Sugar kimeanza rasmi maandalizi ya ligi kuu na mashindano mengine katika msimu ujao kwa mwaka 2017-2018. Huyu hapa tena Crispin Malango Hauli anakuja na taarifa hiyo kiundani. Kikosi hicho kimeanza rasmi maandalizi hayo katika uwanja wa kumbukumbu ya Karume jijini Dar es Salaam, huku baadhi ya nyota wapya kama kina Peter Mwalianze ambaye aliwahi kuchezea klabu ya Simba na African Lyon, Venance Ludoviki aliyechezea Mbao na African Lyon, pamoja na Juma Nyoso aliyewahi kuika na Simba baadaye Mbeya City kabla ya kufungiwa, wakianikiza mazoezi hayo ambayo kocha msaidizi wa timu hiyo Ali Jangaru ametamba kuwa kutokana na kikosi walichonacho msimu huu na kuanza maandalizi hayo mapema kutawapa jeuri ya kufanya makubwa msimu ujao. Mimi nafikiria sasa hivi manake yani msimu uliopita tumecheza ligi na tumepata nafasi ya 3 sasa hivi, na sasa hivi tumeanza tena mazoezi yani pamoja na wachezaji wote uliowataja hao sasa hivi yani, lakini nia na malengo sasa hivi ya Kagera Sugar ni kufanya vizuri katika ligi ya msimu huu tunaanza.
na ndio maana tumeongeza wachezaji wengine. Tunafikiria wachezaji wote tulioongeza kwa sisi walimu, yani tunaona sasa hivi, mimi pamoja na mkuu wangu tumeona kama hao wana uwezo wa kuweza kuisaidia timu yetu sasa hivi. Yani cha muhimu sasa hivi ni maandalizi, na ndio maana tumeanza maandalizi mapema kila siku. Yani timu yetu inapoanza mazoezi, yani timu ya Kagera Sugar huwa inaanza hapa Dar es Salaam, kwa sababu Dar es Salaam ni sehemu ambayo rahisi kwanza kuwakusanya wachezaji wetu, na wachezaji wengi wanatokea maeneo ya huku sasa hivi, manake pia ni sehemu nzuri pia sasa hivi, yani kwa kuanzia mazoezi ya sasa hivi manake. Na tukitoka hapa nategemea sasa hivi manake mara nyingi baada ya mazoezi yetu tunapata mechi ndogo ndogo za kirafiki, na mwisho tunapata mechi kubwa na timu zile ambazo tutakazocheza nazo ligi mpaka ligi itapoanza, na sisi ili tuwe vizuri. Mimi nafikiria sasa hivi manake kila timu inakuwa na malengo, na sisi safari hii tumerudi tena. Kama mwaka jana tulipata nafasi ya 3, sasa hivi manake yani mwaka huu inabidi tujitahidi, yani kwa sababu yani timu inapocheza sasa hivi na kupata nafasi ya 3 inajiweka katika ushindani, na unapokaa katika ushindani inabidi lazima kama hivi sasa tumeanza mazoezi mapema ili tujiandae mapema sasa hivi yani. Lakini nia na malengo yetu sasa hivi manake ni kufanya vizuri, ili sisi na wapenzi wetu wa pamoja na wanachama wa Kagera sasa hivi na watu wote wa Kagera sasa hivi tunaomba waisupport timu yetu ya Kagera Sugar sasa hivi, hatima mwisho tupate nafasi ya juu zaidi kuliko ile ya mwaka jana. Mwisho wa habari za michezo na burudani, lakini pia usikose kufuatilia kipindi cha michezo cha Kipenga kupitia East Africa Radio saa 2 mpaka saa 3 usiku huu, lakini pia baadaye saa 3:30 5 Sports hapa EATV. Mimi naitwa Jumaidi na kurejesha kwake Elikunda Mateo. Asante sana Jumaidi kwa habari hizo za michezo na burudani. Na kwa siku ya leo na ninayo furaha kubwa sana. Yani nashukuru Mungu kwamba ni siku ambayo nimezaliwa. Kwa hiyo kwanza natuma kwanza salamu kwa wazazi wangu waliopo pale Makongo Juu, lakini pia kwa kufikia hapo sasa mimi nimekuwa ni mmoja wapo wa wahenga kama ulivyo wewe. Wewe mhenga? Mimi ni mhenga sasa. Lakini siku kuna watu umri wao miaka 27 hivi yani aongeza. Mimi nimezidisha sasa zaidi. Kwa sababu ni mhenga, kuna keki. Badala ya kutumia zile keki ambazo vijana watoto wadogo wanatumia, wahenga tumekuwa tukitumia hivi. Nadhani hii ni keki ya viazi. Nadhani ni asili na ndio msimu wake huu. Nadhani sasa utafurahia. Wahenga tunatumia hizi. Nadhani na wengine ambao hawajapata hizi basi wapata nafasi. Mimi nitaenda kuchemsha hii. Chemsha na kula na mama pale kidogo, nzuri unafurahia. Asante sana Mateo kwa zawadi ya keki ya kiazi. Asante sana Jumaidi. Na mtazamaji, kwa kufikia hapo hatuna la ziada, tunahitimisha taarifa zetu, lakini kukumbushe kuwa furaha ya mtoto aijua mzazi. Jina langu ni Elikunda Mateo na nikutakie usiku mwema.